Lazima tutakie ruhusa kwao kwamba jamani, mturuhusu tujenge msikiti mpya kwa baraka zenu insha Allah. Umefika msimu wa Idi na sio vibaya, kuna ndugu zetu wako mbele ya haki washatangulia, wakiwemo wazee wetu. Kwa hiyo siku ya Idi ikifika, usione vibaya wewe, nenda kamzuru mzee wako siku ile ile ya Idi au kesho. Ukuta mtu anakuambia kwamba twende tukafanye ziara ya makaburi. Wakishafika kufanya ziara ya makaburi, anasema kwanza tukishamaliza kufanya ziara ya makaburi tutawaombea wale walioko makaburini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuha al-ahibba, leo kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala tuzungumzia maudhui muhimu na somo muhimu katika mambo ambayo yanafungamana na dini yetu. Ni mambo ambayo kwa kawaida huwa yanafanyika mara kwa mara, kwamba Waislamu wanakuwa mambo haya wanayahitajia katika haja zao, haja mutaakida, haja yenye kukokoteza, ambayo tunaweza kusema kwamba kisheria kwamba ni hiya almasailu allati amat biha albalwa, yanaitwa hivyo katika masail. Hiya min almasail allati amat biha albalwa, nayo almasail ya ziyarat alqubur, masala ya kuzuru makaburi, wal ghardu minha, na malengo ya kuzuru makaburi, kufanya ziara katika makaburi. Hakika kufanya ziara katika makaburi ni sunna ambayo aliifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia aliwahimiza watu kufanya ziara ya makaburi, kwa maana ni ziyaratu ni sunnatun qawliya, lakini pia ni sunnatun fi'liya. Ni sunnatun qawliya kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alisema, aliwahimiza watu, na ni sunnatun fi'liya kwamba yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ziara ya makaburi. Pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, zuru alqubura, fanyieni ziara makaburi, fa innaha tudhakirukum al-akhirah, hakika haya makaburi mkiyafanyia ziara yanakumbusheni akhirah. Rawahu Ibn Majah bi isnadin sahih. Kwa hiyo kufanya ziara makaburi kama nilivyosema kwamba ni ziyaratun fi'liya, ni sunnatun fi'liya, lakini pia ni sunnatun qawliya, ni sunna ya kimatendo na ni sunna ya kimaneno, kwa maana Mtume alihimiza na kuambia watu wafanye ziara ya makaburi. Wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, nilikuwa nimekukatazeni kuyafanyia ziara makaburi, ala fazuruha,
Kwa sasa basi yafanyieni ziara hayo makaburi. Kwa sasa yafanyieni ziara makaburi. Mwanzoni nilikuwa nimekatazeni, kwa sasa yafanyieni ziara haya makaburi. Fa innaha tudhakirukum al-akhirah au fa innaha turiqul qalba. Hakika kufanya hivyo kuna nyorotesha moyo, kuna ufanya moyo ule ugumu wake uondoke. Au kuna kipindi moyo unakuwa na kaswa, moyo unakuwa ni mgumu, bali ahyana moyo unaweza kuwa mgumu kuliko hata jiwe. Yani jiwe likawa ni jepesi na moyo ukawa ni mgumu kuliko jiwe. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanafanya moyo kuwa laini ni kufanya ziara ya makaburi. Hakika kufanya ziara ya makaburi kuna nyorotesha moyo, watudmi'u al-aina, na unaliza macho, yani macho yanalia, yanatoka machozi kwa sababu ya kufanya ziara ya makaburi. Watudhakiru al-akhirah, na unamkumbusha mtu akhira kwamba ipo siku na yeye mwenyewe atakufa, atakuwa kama ashabul qubur. Hakuna mtu yoyote isipokuwa atakufa. Kila aliyezaliwa lazima ipo siku atakufa, hata kama umri wake utakuwa mrefu. Wa kullu ibn untha wa in tahalat salamatuhu yawman ala al-alati hadbaa mahmulu. Kila ambaye amezaliwa na mwanamke, hata kama ataishi muda mrefu, ipo siku yani atakuja kufa, atakuja kupelekwa, kubebwa katika ala, katika jeneza, hadi ya kuwa amelala na hadi ya kuwa kabebwa. Atakuja kubebwa katika jeneza na atakuwa ni mwenye kufa. Lakini pia kwa mfano mtu atamani kukimbia umauti, kwamba yeye tu hadatul moja kwa moja aingie peponi bila kufa, hilo jambo ambalo haliwezekani kabisa. Lazima mtu afe, na mtu hawezi kuingia peponi mpaka afe. Lan yadkhula, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, lan yadkhula ahadun fil janna hatta yamut, hatoingia mtu yoyote peponi mpaka afe. Kwa hiyo kufa kupo. Waman haba asbab almanaya yanalnahu wa yarqa asbab as-samai bisulami, mwenye kukimbia sababu za kufa lazima atazipata, lazima atakufa hata kama atapanda. Wa yarqa asbab as-samai bisulami, hata kama atataka apande kupitia njia za kwenda mbinguni, yani labda aweke as-sulam, aweke ngazi, kwamba ile ngazi mpandishe aende mbinguni, aende juu bila nini, bila kufa. Vyovyote vile atakapofanya lazima afanyeje? Lazima atakufa. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefanya ziara ya makaburi, hakuna shaka kwamba atakumbuka kwamba ipo siku ataelekea akhirah. Fa innaha tudhakiru al-akhirah, makaburi kufanya ziara inakumbusha akhirah kwamba ipo siku na mimi nitaondoka hapa duniani na nitaelekea akhirah. Katika ule mwenendo wa binadamu wa kukusanya mali na kukusanya mambo ya dunia, kushughulika na kilimo, mifugo, wama ila dhalika, mambo ya siasa na mengineyo, inawezekana mtu akawa amesahau, na mpaka mtu mwingine anasahau, mpaka inafika time anaingia katika maisha ya barzakh, hadi ya kuwa hajakumbuka na kuja kuzinduka hali ya kuwa yuko kabrini. Alhaakumut takathur hatta zurtum almaqabir, kwamba imekuwa ni yenye kupelekeeni, yani kuthirisha mali, kule kukusanya mali na kuikithirisha kumekutabisheni na kumekuchukueni muda
kuweza kuikusanya mali. Mmekusanya hiyo mali na kumekushughulisheni kuikusanya mali hata zurtumul maqabir, mpaka mkawa mmeingia katika maisha ya barzakh, mkawa mmeingia kaburini. Yani zurtumul maqabir kwa maana mpaka kama mmekufa mmeingizwa makaburini, mmeingizwa makaburini, mkaishi katika maisha alhayat albarzakhiyya, katika maisha ya barzakh, kama walivyotafsiri baadhi ya mufassirin, hata zurtumul maqabir, yani kwa maana mmekufa mmekaa makaburini, kwa sababu ni sehemu ya kupita katika makaburi. Allah subhanahu wa ta'ala akaita kama ni ziara, ni ziara kwa sababu hata makaburini maisha yake yatakuwa ni maisha ambayo ni ya mpito. Unapita makaburini unaelekea katika maisha nini? Maisha ya akhira, ambayo ni maisha ya milele. Kwa hiyo hii ni faida miongoni mwa faida ambazo mtu anazifanya wakati wa kuzuru makaburi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume akaendelea akasema, wala taqulu hajra, na wala msiseme maneno mabaya. Mkiwa mnafanya ziara makaburi, msiseme maneno mabaya, semeni maneno yaliyokuwa mazuri, kama kumwombea dua wale watu ambao wamelazwa katika hayo makaburi. Tayyib, ziyaratul qubur, kufanya ziara makaburi kuna faida kuu tatu. Kufanya ziara makaburi kuna faida kuu tatu, ni nyingi lakini hizi tatu ziko wazi kabisa. Faida ya kwanza ni atadhakuru bil akhirah, atadhakuru bil maut, ni mtu kukumbuka mauti, kwa sababu katika yale ambayo yanapangilika katika mauti, katika kujiandaa, mtu anakuwa katika maandalizi, alisti'dadu liyaumi arrahil. Mtu akizuru makaburi itampelekea kuwa na maandalizi ya siku ya kusafiri kutoka katika viwanja vya dunia na mgongo wa dunia kuelekea katika viwanja vya kaburini, na akiwa kaburini anasubiria aelekee katika viwanja vya siku ya mahshar kwa lengo la kufufuliwa kuelekea kwa Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo ambalo kila mmoja lazima liwe ni lenye kumfikia. Shaa man shaa, aba man aba, yote vile itakavyokuwa, lazima kila mmoja maisha yake yatakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa kuwa kufa kubu, faida yake tukumbuke kwamba hata sisi wenyewe ambao tuko hai ipo siku tutakufa. Kwa hiyo hilo linatusaidia kufanya maandalizi ya kufa. Tutafanya maandalizi ya kufa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Jiandaeni, jiandaeni kwa ajili ya ibada ya haji. Muina maandalizi katika ibada mbalimbali na katika majambo mbalimbali. Hakika bora ya maandalizi ni uchamungu. Uchamungu ni jambo ambalo ni bora, ambalo mtu anatakiwa ajiandae nalo. Yani mtu ukiwa unasafiri unaelekea pahala popote pale, basi unakuwa na maandalizi, na mara nyingi unaweza kuwa na begi, na kibegi chako ima kidogo au kikubwa utakivaa mgongoni au utakibeba. Basi maandalizi mazuri ya kuelekea akhera, kwamba kile kibegi ambacho unakibeba kuelekea akhera kiwe na uchamungu, kiwe na uchamungu, kisije kawa na mambo ambayo yako kinyume na uchamungu, ambayo yataweza kuletea matatizo ukiwa kaburini, lakini pia baada ya kufufuliwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kujiandaa kwa ajili ya akhera ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila mmoja. Kila mmoja lazima jiandae, na maandalizi yanakuwa kila wakati. Kila wakati lazima uwe umejiandaa, ili ikitokea kwamba wakati wako wa kufa umefika, basi tayari moja kwa moja unaenda, unaelekea akhera. Unaelekea akhera moja kwa moja bila kusubiri. Lakini sio mauti unakuja unaanza kukumbuka, unakuta kwamba
mengi uliyoyaandaa ni mabaya na mazuri ni machache, hapo utakuwa ni mwenye kujiletea matatizo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kama alivyomwambia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, akamwambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabili, ishi duniani kana kwamba yani ni mgeni. Huwezi kuwa mgeni ukajenga, sio maana yake hiyo. Huwezi kukuta mgeni bwana amehamia sehemu fulani ukasema kama hii ni nyumba ya mgeni, haiwezekani kabisa. Mgeni siku zote anakuwa yeye anajiandaa kurudi au kuendelea na safari yake, au abiru sabili, au mpita njia. Kusema kwamba mpita njia labda kuna nyumba kaijenga au kainunua, hapana. Kwa nini? Kwa sababu ile sio sehemu ya milele. Kwa na sisi hii dunia sio sehemu ya milele, hii ni sehemu ya kupita. Hii ni sehemu ambayo tunapita, tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tuishi hapa duniani kama wageni au wapita njia. Na katika hiyo Abdullah ibn Umar alikuwa akisema, idha amsayta fala tantadhiru sabah, ukiamka fanya matendo yaliyokuwa mema, matendo mazuri, matendo ya kujiandaa kwa ajili ya akhirah. Usisubiri kama nitafanya asubuhi, fanya hapo hapo. Yani hapo ikiwa ni wakati wa jioni, wewe fanya, useme kwamba mimi nitafanya asubuhi. Asubuhi inawezekana ukaamka hali ya kuwa umekufa, inawezekana ukaamka umekufa. Wa idha asbahta, na itakapokuwa ni wakati wa asubuhi sasa umeamka, fanya matendo yaliokuwa mema. Usiseme kwamba yani mimi nitafanya jioni. Inawezekana wakati huo jioni huwezi kufanya, ima unaumwa, ima mguu mmoja umekatwa, au tayari umeshafanyaje, tayari ushakufa, tayari ushakufa, ushaondoka. Kwa hiyo ni lazima kila wakati kila mmoja awe katika hali ya kujiandaa kwa ajili ya kuelekea akhirah. Kila mmoja ajiandae kwa ajili hiyo. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akthiru min dhikri hadhihi alladhat almaut, rawahu Tirmidhi wa Nasai. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kithirisheni kukumbuka kitu kinachokata ladha. Kuna kitu ambacho kinakata ladha ya maisha na yale matamanio ya maisha, ile ladha na ile raha ya maisha. Kithirisheni kukumbuka, nao ni nini? Ni almauti. Tukithirishe kukumbuka kifo, yani kila wakati mtu akumbuke kwamba wakati wowote ule yeye mwenyewe anaweza akaondoka akhira. Kwa ni lazima kila mmoja akithirishe kukumbuka mauti. Kwa hivyo basi, miongoni mwa faida kubwa za ziara ya makaburi ni atadhakuru bimadha, atadhakuru bil akhirah. Miongoni mwa mambo ambayo yatakumbusha mauti ni mtu, yani za kuzuru makaburi, ni mtu kuikumbuka akhirah, ili imsaidie kuweza kujiandaa kwa ajili yake. Alfaidatu thania, faida ya pili ya kufanya ziara ya makaburi, ittiba'u sunnah. Ittiba'u as-sunnah ni kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimtithalu li amri rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha na mwenyewe amefanya. Kwa kuwa amefanya na ameamrisha, ukiwa umefanya ziyaratul qubur utakuwa umetekeleza ule wajibu wa kumgeza na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna faida nyingi mno za kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mtu akifanya ziara ya makaburi anakuwa ameifuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faida ya tatu, alfaidatu thalitha, addu'a lahum birrahmati wal maghfirah, ni kuwaombea dua wale waliolazwa makaburini. Wanaombea dua, wanaombea rahma,
unaombea maghfira, Allah awarehemu na Allah awasamehe. Na wanaweza ukawa watu hao ni wazazi, ukaombea rahma na maghfira. Inawezekana ukawa ni majirani, ukaombea rahma, ukaombea maghfira, Allah wasamehe. Au wakawa ni jamaa na marafiki, au wakawa ni Waislamu, ukaombea rahma na maghfira, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim katika hadithi ya Buraida ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum idha kharaju ila al-maqabir, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwafundisha dua kwamba wanapokuwa wametoka kuelekea makaburini waseme assalamu alaykum ahla al-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Mtu akienda makaburini hii dua aseme maneno haya, assalamu alaykum ahla al-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Atasema haya maneno. Maana ya maneno haya, assalamu alaykum ahla diyar, amani iwe juu yenu, amani iwe juu yenu enyi watu mlioko makaburini. Min almu'minina wal muslimin, katika waumini na waislamu. Wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi tuliokuwa hai kwa hakika kabisa, na sisi tuliokuwa hai kwa hakika kabisa tutakuwa ni wenye kukutana na nyinyi, tutakufa kama mlivyokufa nyinyi. Nas'alullah, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lana, tunajiombea sisi wenyewe, walakum, na tunakuombeeni nyinyi, al-afiyah, tunakuombeeni Allah akuondoleeni karaha na mitihani na matatizo. Kwa ukiomba hii dua unakuwa umefanya jambo zuri sana, jambo zuri sana. Wewe mwenyewe umekumbuka umauti kwamba utakufa, lakini pia umeombea wale waliokufa kwamba Allah awaondolee mambo ya karaha, shari na matatizo yote ayaondoe Allah tabaraka wa taala wa taqaddasa wa tamajjad. Tayeb, kwa hiyo hii ni faida ya tatu. Kwa hiyo hawa maiti hawa tukienda kuwafanyia ziara, sawa sawa sisi wanaume au wanawake, kwa sababu ziara inafaa kwa wanaume na kwa wanawake, ala alqawli sahih min aqwali ahli alilm. Tukienda kufanya ziara ya makaburi, wale maiti tunawaombea, lakini hatuwaombi. Al-amwatu yud'a lahum wala yud'aun, wale maiti wale tunawaombea dua, lakini wao sisi hatuwaombi. Hatuwaombi wao kwa wao kwamba watusaidie katika zile haja zetu zilizokuwa nazo, na wala hatuwaombi watuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii insha Allah tutaielezea baadaye kidogo katika maneno ya Al-Hafidh Sanani rahimahullah, na vile vile Al-Hafidh Al-Makrizi Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kuwaomba maiti na wengineo katika viumbe, kwa maana ukawaomba kwa lengo ili wakuondolee matatizo uliyokuwa nayo, au kuna kheri uko unataka uipate ukawaomba ili wakupatie kheri hiyo, hili ni jambo ambalo halifai, bali ni katika ashirku billahi azza wa jalla, ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni katika ule ushirikina ambao Mtume aliupiga vita na akawa anawaelekeza Makuraishi kwamba waache mambo haya, na mpaka vita iliyotokea, sehemu kubwa ya vita hiyo ilikuwa sababu yake
ni kule kuwaomba viumbe, ima kuwaomba kwa lengo la kukidhi haja zako au kukupa kheri, au kuwaomba ili wakuombee mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwaelezea washirikina wa zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema wayabuduna min dunillah, na wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Anaelezea washirikina wa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na zama za kabla ya Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, mambo ambayo ikiwa hawatoyaabudu hayawadhuru. Yani wakikataa kuiabudu la yadhurruhum, hayatu wadhuru ikiwa watakataa kuiabudu, wala yanfa'uhum, na wala hayawapi manufaa ikiwa watafanyaje? Wataiabudu. Wakikataa kuiabudu hayawadhuru, hakuna madhara yoyote, na ikiwa wataiabudu hakuna manufaa yoyote ambayo wanayapata. Sasa wanaulizwa, haya mambo haya mnayoyaabudu katika makaburi, mawali, masanamu, manabii, watu wema, wama ila dhalika, katika miti na mawe na vinyamkera, haya mambo ambayo mnayaabudu haya, mbona hayawapi manufaa? Na mkikataa kuiabudu, mbona hayawapi madhara? Kwa nini mnayaabudu haya mambo? Ni sababu gani kubwa ambayo inawapelekea kuyaabudu haya mambo? Wakasemaje mashaka wangu? Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, walipoulizwa wakasema hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndio sababu kubwa, kwa maana walikuwa wanawaomba wale mawalii na watu wema na mitume na kadha, lengo lao waombee mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawasema vibaya kwa jambo hili halifai, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamefanya kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala mawali, wakawa wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaabudu masanamu, wanaabudu mashekhe, wanaabudu watu wema, wanaabudu watu mbalimbali, vitu mbalimbali, makaburi wama ila dhalika, majini, mizimu, vinyamkera, misongwe, vile ambavyo vinaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakauliza, kwa nini mnaviabudu vitu hivi? Wakajibu vipi? ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu hawa isipokuwa tunataka watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na manzila na daraja ya karibu. Hili ndio lengo, tunataka tuwe na manzila na daraja ya karibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana sisi hatuna hadhi ya kumuomba Allah moja kwa moja. Sisi acha tuwaombe hawa, tukishawaomba hawa, wao wenyewe watuombee kwa nani? Watuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Al-Hafidh As-San'ani rahimahullah aliweka taaliq katika hii aya, akaisherehesha hii aya. Al-Imam As-San'ani rahimahullah akasema, man i'taqada fi shajarin, mwenye kuitakidi katika miti au hajari au jiwe au khabri au kaburi lolote au jinni au jini au hayyin au mayitin, au aliyekuwa hai au mayit, akaitakidi hivyo, annahu yanfa au yadhur, akaitakidi kwamba analeta manufaa au analeta madhara, au annahu yuqarribu ila Allah, au akaitakidi kwamba anaweza kumkurubisha kwa Allah, yani hawezi kumfikia Allah isipokuwa mpaka apitie kwa nani? Kwa huyo wali au mti au jiwe au kadha, kwamba hawezi kujikurubisha kwa Allah isipokuwa apitie kwa huyo. Akaitakidi annahu yashfa indahu, kwamba yeye atajikurubisha kwa Allah kupitia huyo amuombee, kwamba twende tukamuombe shekhe wetu ili atuombee kwa nani? Kwa Allah. Mtu akaitakidi hiyo.
tukaliombee, kuna dharih au kubwa fulani, amelazwa sharifu fulani, tukamwombe huyu sharifu aenda akatuombee kwa nani? Akaenda akatuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hajati min alhawaij, katika haja miongoni mwa haja, matatizo miongoni mwa matatizo dunia ya duniani, bimujarradi tashafu'i fihi bihi, kwa ule mujarradi wa kumuomba yeye atuombee, kwamba tukumuomba yeye ili atuombee, basi hapo tumekuwa nini? Atakuwa tumejikurubisha kwa Allah, au tutakuwa tumelipata lile ambalo tunalitaka. Watawassul bihi, na kutawassal kwake yeye ila Rabbi ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad ashraka ma'a Allahi ghaira, hakika mtu mwenye kufanya hivyo atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Fa'taqada ma la yahillu i'tiqadu, atakuwa ameitakidi yale ambayo haifai kuyaitakidi. Haya kwenye kitabu Tathiru li'tiqad an adrani al-ilhad. Mubashara tutaingia maziarani pale, wazee wetu wengi wamezikwa pale, akiwemo mzee wetu Sheikh Al-Hadi bin Umar Pongwa Kawambwa, na juzi tumemzika ndugu yake Ustadh Adam bin Ahmad Abdallah. Tutawafanyia vya kuwafanyia, tutawaombea Mungu, lakini pia tutawaomba wao watuombee Mungu sisi. Kama utaki basi wao pia tutawaambia watuombee Mungu. Kwa hiyo haya mambo utakuta mara nyingi wanayafanya wengi, hasa katika wale ghulatu asufia. Utakuta wale ghulatu sufia haya mambo wanayafanya. Utakuta mtu anakuambia kwamba twende tukafanye ziara ya makaburi. Wakishafika kufanya ziara ya makaburi, anasema kwanza tukishamaliza kufanya ziara ya makaburi tutawaombea wale walioko makaburini, kisha tutawaomba wao watuombee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Al-Hafidh As-San'ani rahimahullah anasema nini? Ni ashirku ma'a Allah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Mtu mmoja ameenda makaburini katika masufi, amesema kwamba yani makaburi yako karibu na msikiti, yani kuna ukuta unatenganisha na makaburi. Akasema kwamba yani atakuja, anataka ajenge msikiti huo, yani ule msikiti anataka ujenge katika hali iliyokuwa nzuri, kwa sababu ni msikiti ambao ni wa zamani, ni msikiti kama mkongwe hivi. Sasa anawaambia wale watu waliokuwa nao, wanasema kwamba yani hata ujenga mpaka awaombe wale, yani awaombe walioko makaburini wampe ruhusa. Wakishampa ruhusa tayari anafanyaje? Hata ujenga ule msikiti. Sheikh Idi Kirobo ni wanazuoni wakubwa katika wanazuoni wa Kinyagatwa, Wandengerekwa, wanazuoni wakubwa kabisa. Na huku kina Sheikh Suleiman Chuchuri, takriban hapa ni wazee wetu, kwa hiyo na huu ndio msikiti walioasisi, na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zao na nafahati zao ajalie taufiki waturuhusu tujenge msikiti mpya, maana bila ruhusa yao hayaendi. Lazima tutake ruhusa kwao kwamba jamani, mturuhusu tujenge msikiti mpya kwa baraka zenu insha Allah. Kwa hiyo kwa taufiki hii Mwenyezi Mungu ataleta taufiki, maana tuna makusudio ya kujenga msikiti mpya na wa kisasa. Basi kwa baraka zao Mwenyezi Mungu alete khairi. Biniyatul maghfirati lahumul Fatiha. Sasa hamna jambo kama hilo la kuwaomba walio katika nini, katika makaburi. Hilo jambo ambalo halifai, kama alivyofidisha Muhammad ibn Ismail As-San'ani rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanu. Pia Al-Allama Ahmad ibn Ali Al-Makrizi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ni mwanachuoni ambaye amefariki mwaka 845. Anasema wannasu fi hadha albab, aani ziyarat alqubur thalathat aqsam. Anasema Al-Makrizi rahimahullah kwamba na watu katika huu mlango, yani na kusudia mlango wa kuzuru makaburi, wamegawanyika sehemu tatu. Qaumun yazuruna almauta,
kuna watu ambao wanazuru makaburi, fayad'una lahu, wanawaombea dua. Yani kuna watu wanafanya ziara makaburi, wao wakifika pale wanawaombea dua. Fahadhihi hiya ziyaratu shar'iyya, hii ni ziara ya kisheria. Kwa ziara ya kisheria aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ukienda kufanya ziara ya makaburi, muda wowote ule ukienda, basi unawaombea dua. Usiwaombe, unawaombea wao, unawaombea kwa Allah awarehemu na wasamehe madhambi yao, na hii dua inawafikia. Ukiwaombea dua wale ambao wamekufa, la shaka kwamba hiyo dua inawafikia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, anasema Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah, qaumun yazurunahum wa yad'una bihim ay biwasitatihim wa haulai humul mushrikun. Hii hawa pia ni washirikina, kwa maana hii inakuwa ni yani wanaomba kupitia wao. Sasa hii kuomba kupitia wao, kuna ile kuomba kwa jaha, hii ni bid'a. Ama kuomba kusema hivi tunakuombeni nyinyi mtuombee, hii ni shirki, kwa maelezo ya nani? Ya Al-Hafidh Al-Maqdisi. Narudia tena mara ya pili, ayuha al-ahibba, hii kuomba kupitia wale waliokufa au maiti au mawali au maila dhalik, kuna ile kuomba wao wakuombee, hii ni ashirku madha, ashirku billah. Hii ni shirki kama ile shirki ya washirikina zamani. Na kuna ile kuomba kwa jaha zao, hii ni nini? Hii ni bid'a, huu ni uzushi, na uzushi hukumu yake ni haramu. Jayyid. Sampuli ya tatu kama alivyoeleza Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa qaumun yazurunahum fayad'unahum. Qaumun yazurunahum fayad'unahum ni watu ambao wanafanya ziara makaburi, wanawaomba watu makaburini ili waondelee matatizo yao. Yad'unahum anfusahum, wanawaomba wao wenyewe. Yad'unahum min dunillahi azza wa jalla. Kwa mfano, mtu mmoja anaenda kufanya ziara makaburi, anasema nisameh, yaghfirli. Anatoa mfano Al-Hafidh Al-Maqdisi, mtu akasema kwamba yaghfirli ya fulan, irhamni, nihurumie, farij kurbati, na nipe faraja katika matatizo niliyokuwa nayo. Al-Hafidh anasema kwamba fahadha shirkun biijma'i almuslimin, hii ni shirki kwa makubaliano ya Waislamu, kwa makubaliano ya maulama. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, nakuomba usilijalie na usilifanya kaburi langu kuwa ni mzimu wenye kuabudiwa. Mtume alikataa na akakataza Waislamu mtu asiende kwenye kaburi la Mtume, akamuomba Mtume akasema, ya Rasulullah, nakuomba unisamehe madhambi yangu, ya Rasulullah, nakuomba unifanyie kadha. Bana, haifai. Umuombe Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Na hata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wanapata matatizo, mvua hainyeshi na kadha na kadha, hawakwenda kwenye kaburi la Mtume wakasema, ya Rasulullah, tuombee kwa Allah, ya Rasulullah, kadha na kadha. La, walikuwa wakimchukua mtu mwema katika wao awaombee dua, ima awaombee dua ambayo ni atawassul bi duai rajulin salih alhayy, wanatawassul kwa dua ya mtu mwema ambaye ni hai. Kwa sababu kama leo ingefaa kutawassul kwa dua ya mtu mwema aliyekufa, ina maana ilikuwa haina haja watu wako Madina, ilikuwa inabidi waende kwenye kaburi la nani? La Mtume, wamwambie Mtume, ya Rasulullah, tuombee. Lakini ilipokuwa halifai, wakawa wanamchukua mtu ambaye ni mwema, wanamwambia awaombee. Haya maneno ameyaelezea Al-Hafidh Al-Maqdisi kwenye kitabu chake Tajdidu at-Tauhid Al-Mufid, ukurasa wa 53. Sasa katika hiyo ziyaratul qubur, katika mambo ambayo yanafungamana nayo, kuna jambo la mtu kuomba dua kwenye kaburi la watu wema au manabii. Yani
aombe dua kwenye kaburi la wema au manabii, ili hiyo dua iwe na baraka. Yani mtu akaona kwamba nikiombea nyumbani au nikaiombea msikitini au sehemu nyingine haitakuwa na baraka, bora nifanyeje? Bora niende sehemu kuna kaburi ya masharifu au kuna kaburi ya mtume fulani au nabii fulani au mtu mwema fulani au wali fulani, nikiomba nikiwa pale, basi hiyo dua itakuwa ni yenye kukubaliwa. Kufanya hivyo haifai, kwa sababu kad yuaddi ila madha, ila shirki, inaweza kupelekea katika shirki. Ni wasila, ni njia miongoni mwa njia za kupelekea katika shirki. Na hili swala iko la hibba limekatazwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia limekatazwa na ahlul bait. Yani Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin radiyallahu ta'ala anhuma. Ali ni mtoto wa al-Husayn, na al-Husayn ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, ambayo katika zile asanidi ambazo ni musalsalun bi ahli al-bait ni hii, kwa sababu katika hii hadithi alisema kwamba nimemsikia baba, yani kwa maana kamsikia al-Husayn kutoka kwa jaddi ambaye ni nani? Ali ibn Abi Talib, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni babu yake pia. Kwa maana hii ni isnad ambayo ni musalsalun bimadha? Bi ahli albayt. Sama shekhi wangu, ni musalsalun bi ahli albayt. Huyu Ali ibn al-Husayn anasema, yani rawi anasema siku moja Ali ibn al-Husayn alimuona mtu mmoja anaenda kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika ule ukuta ambao ulikuwa umejengwa kwenye kaburi la Mtume ulikuwa na kama kakreki fulani hivi, sawa. Akamwona mtu mmoja akaenda kwenye lile kaburi la Mtume, akawa anaomba dua. Hamuombi Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuomba Allah, lakini akiwa kwenye kaburi la nani? La Mtume. Lengo lake ni nini? Ili dua yake iwe na baraka, kwa sababu yuko kwenye karibu na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin radiyallahu ta'ala anhuma akawa akamkataza, kisha akasema kumwambia yeye na wanafunzi wake, kwa sababu Ali ibn al-Husayn katika fuqaha al-Madina, sio katika fuqaha al-Madina saba, bali ni katika fuqaha al-Madina. Kuna al-fuqaha as-sab'a na kuna fuqaha al-Madina. Yeye ni katika fuqaha madha? Al-Madina. Sasa alikuwa na wanafunzi wake pale, na akamwambia, alau ahadithukum hadithan, hivi nisikuhadithieni hadithi, sami'tuhu min abi, nimeisikia kwa baba yangu ambaye ni nani? Al-Husayn, an jaddi, toka babu yangu ambaye ni nani? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala la tattakhidhu qabri idan, msifanye kaburi yangu kwamba ni sehemu ya Eid. Kwa nini amesema Eid? Eid ni jambo lenye kujirudia rudia mara kwa mara, ima kwa wiki mara moja, sawa, au kwa mwezi mara moja, au kwa mwaka mara moja. Yani maana yake ni nini? Maana yake ukatenga siku katika wiki ukasema kila Ijumaa nitakuwa naenda kuzuru kaburi, hiyo haifai. Kuzuru kaburi ni wakati wowote ule, na hilo tunapata kosa kwa wale ambao huwa wanafanya ziara ya makaburi ni maalum katika siku ya nini? Siku ya Eid al-Adha. Mashekhe zetu, walimu zetu, walezi wetu, wahisani wetu, majirani zetu, ndugu zetu, wote ambao tulikuwa nao lakini hivi sasa wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii iloisema pamoja na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia inatuonyesha tuendelee kuwahurumia, tuendelee kuwapenda, tuendelee kuwafanyia upole. Ndio ilivyo. Kwa hiyo siku ya Eid ikifika, usione vibaya wewe, nenda kamzuru mzee wako siku ile ile ya Eid au kesho,
au kabla ya Idi kwa siku 2-3, nenda kamzuru, kwa sababu ile ni siku bora. Na yeye mzee alikosa usingizi kwa ajili yako wewe, kwa kuifikiria siku yako ya Idi utakuwaje. Ikiwa siku ya Eid al-Adha mtu anaona kwamba ndio siku maalum ya kwenda kuzuru kaburi, hili ni kosa. Kuzuru makaburi ni wakati wowote ule, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani haijafungamanishwa na siku au na wakati maalum, la. Ukihusisha na wakati maalum au na siku maalum au wama ila dhalika, wewe utakuwa umefanya makosa. Umeijalia hiyo siku au huo wakati ni maalum kwa ajili ya hiyo ibada, na hilo ni kosa, unakuwa umeweka sheria. Sasa Mtume akasema kwamba la tattakhidhu qabri idan, msifanye kaburi yangu kuwa ni nini? Ni Eid. Yani kwa maana mkaweka siku maalum au wakati maalum au mwezi maalum au mwaka maalum, kwamba wakati huu ni wakati wa nini? Wa kufanya ziara. La, kwamba kila ukiingia 15 Ramadhani mimi ndo naenda kufanya ziara. La. Au mtu akasema kila ikiingia Eidul Adha mimi ndo naenda kuzuru kaburi. Haifai hiyo. Hii inakuwa ni kama vile itakhadhahu madha Eid, umeifanya kama ni sehemu ya Eid, kwa sababu Eid ni kitu chenye kujirudia rudia, ima kwa wiki mara moja au kwa mwezi mara moja au kwa mwaka mara moja. Hiyo haifai. Wala buyutakum qubura, wala majumba yenu msifanye kuwa ni sehemu ya makaburi. Yani kwa maana sehemu ya makaburi kuna ibada huwezi kuzifanyia makaburini. Kwa hiyo usije ukaiacha nyumba yako ni kama gofu, kama sio sehemu ya ibada. Lazima yani ufanye ibada zile ambazo zinahusiana na nyumbani na kadha na kadha, na makaburini kuna ibada zake. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum, hakika salamu zenu na swala zenu katika baadhi ya riwaya mnazoniswalia zinanifikia popote nilipo. Yani wewe ukimswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo ulipo Tanzania, ukiwa Burundi, ukiwa Rwanda, ukiwa hata maeneo ya mbali kama China huko au wapi huko, maeneo ya mbali ambao labda utatumia miaka mingi kutoka katika sehemu hiyo kuelekea mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, utatumia miaka mingi. Ukimswalia Mtume popote ulipo, zile swala zinamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika ambao wanatembea tembea, wanarandaranda ardhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuballighuna an ummati assalam, wananifikishia kutoka katika umma wangu salamu. Kwa hiyo ukimswalia Mtume popote pale ulipo, basi salamu zinamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile swali uliyomswalia Mtume inamfikia. Na wakati wowote unamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unamswalia ndani ya swala, unamswalia baada ya swala, unamswalia wakati wa dua. Na ukiomba dua bila kumswalia Mtume, inawezekana dua isifanyeje? Isikubaliwe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu anaomba dua akawa hajamswalia, hajamhimidi Allah na wala hajamswalia Mtume, akasema ajila hadha, huyu amefanya haraka. Kisha Mtume akamuita akamfundisha kwamba ukitaka kuomba dua sema alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kisha omba dua, kisha malizia kwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa sababu za kubaliwa dua, na kuna faida nyingi zimetajwa na ulama kama al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, nyingi faida ambazo mtu anazipata kwa sababu ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ni bora sana Mtume umswalie Lailatul Jumaa, ule usiku wa kuamkia Ijumaa, na yaumul Jumaa, na siku ya Ijumaa. Yani masiku yote ni ya kumswalia Mtume, lakini tataakadu salatu alayhi Lailatul Jumaa wa yauma madha al-Jumaa. Inakokotezwa sana kumswalia Mtume, yani usiku wa kuamkia Ijumaa na Ijumaa yenyewe. Basi mtu ukithirisha kumswalia sana Mtume ni katika matendo mazuri ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya kubaliwa dua. Umswalia mara moja, naam. Mara mbili, naam. Mara 10, naam. Mara 100, naam. Mara 500, naam. Mara 1000, naam. Mara 10,000, naam. Mara laki, naam.
kadri unavyozidi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakuswalia zaidi na zaidi. Ukimswalia mara moja, Allah anakuswalia mara ngapi? Anakuswalia mara 10. Ukimswalia mara 10, Allah anakuswalia mara ngapi? Mara 100. Ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100, Allah subhanahu wa ta'ala anakuswalia mara 1000. Ukimswalia mara 1000, Allah anakuswalia mara 10,000. Ukimswalia mara 10,000, Allah anakuswalia mara 100,000. Allahu akbar. Hii ni kuonyesha kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unafanya kidogo, Allah anakulipa kingi, na kuna faida nyingi mno za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ahyana unakaa unafanya, kuna baadhi ya ibada ambazo tunakafilika kuzifanya, kama mtu kukaa kitako ima usiku au mchana, ukasema ngoja nimswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimswalie sana, ukakaa ukamswalia Mtume sana, ni jambo ambalo wengi tumekafilika nalo, lazima tuzinduke. Au mtu ukakaa ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ukasema mara nyingi, ni jambo ambalo tumekafilika nalo. Au ukakaa ukafanya istighfar nyingi, ni katika mambo ambayo tumekafilika, lazima tuzinduke. Lazima tuzinduke na mambo kama haya ili tuweze kuyafanya. Lakini pia al-Imam Ibn Abi Shayba Ismail ibn Ja'far amepokea hadithi kutoka kwa Ali ibn Hujr an Suhail ibn Abi Sahal. Suhail ibn Abi Sahal yeye anahadithia nafsi yake kwamba siku moja yeye alipoingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaona kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda akagandana nalo, akalazimiana nalo, akawa yatamassah, anapangusa pale kwenye kaburi la Mtume kwa lengo la kupata nini? Semeni, kwa lengo la kupata baraka. Anajipangusa pale kwenye kaburi la Mtume. Nani aliyemkataza? Alikatazwa na Wahabi au alikatazwa na nani? Alikatazwa na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyemkataza. Alikatazwa na mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa'asabani Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, akanizuia. Si kunizuia peke yake, akanisogeza kabisa, abadani, sio maana yake hiyo, akawa umeniweka mbali. Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akanizuia. Kisha akasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu baiti idan, msifanye nyumba yangu kuwa ni idi. Na idi tumeisherehesha huko, tumeielezea nini maana yake. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira, msifanye majumba zenu kuwa ni makaburi. Kwa hiyo akamzuia, akastadili na hii hadithi kwamba hichi kitendo unachokifanya, kuomba dua au kulazimiana na kaburi ukaliganda na ukaanza kujipangusa kwa lengo la kuchukua baraka, hii haifai. Akawa amemkataza kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefanya ziara makaburi, yani atekeleze yale ambayo kwa ajili yake ameyaelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kwamba azuru makaburi kwa lengo la kuikumbuka akhira, na kwa lengo ya kuikumbuka akhira tajiandaa na kufa. Lakini faida nyingine ataasi bin ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu faida ni ad-du'a lil amwat, ni kuombea dua maiti. Sasa asija kaenda badala ya kuombea maiti akaanza kuomba. Hiyo al-Hafidh Sanani na al-Imam al-Maqrizi al-Shafi'i wamesema kuwaomba wao nafsi zao ni shirki, na kuwaomba ili wakuombee pia ni nini? Pia ni ashirku billahi azza wa jalla. Kwa hilo jambo yote haya hayafai, inatakiwa wewe uombee ad-du'a ili uweze kufaidika na wao wafaidike.
Wewe unafaidika vipi? Wewe unafaidika kama unakumbuka akhira. Na wewe unafaidika vipi? Wewe unafaidika kama unaombea nini? Unaombea addu'a. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.